Karibu wapenzi watazamaji, ni wapashe kwa lugha nyepesi ya Kiswahili yale ambayo yanaendelea kutendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu, tafadhali ikiwa unanipata kwa mara ya kwanza, piga subscription. Vile ninakuomba uweze kulike video ili video hii iendelee kusambaa, alafu sambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Mtoto wa rais wa Uganda mwenye aliweza kuiba kura, Yoweri Kaguta Museveni, ameweza kuingia kwenye shida baada ya kutishia taifa la Marekani. Na Marekani, kutokana na ujumbe ambao wameweza kutuma, wamekataa msamaha ambao mtoto wa Yoweri Kaguta Museveni aliweza kuomba. Unajua, kuna kitu ambacho nimekuwa nikifikiria. Familia ya Museveni inafikiri kwamba inamiliki Uganda. Inafikiri kwamba kumiliki Uganda ndiko kumiliki dunia nzima. Hii familia ya Museveni inafikiria kwamba jinsi ambavyo inaongoza Uganda na jinsi ambavyo wanatishia raia wa Uganda, wanaweza wakatishia mataifa mengine. Huyu mtoto wa Museveni mwenye anaitwa Muhoozi Kainerugaba amemea pembe, na sijawahi ona mkuu wa majeshi mwenye anakesha tangia asubuhi mpaka jioni, kutoka jioni mpaka asubuhi kwenye mitandao ya kijamii akitoa kauli za uchochezi na kauli za kuua. Sasa huyu mtoto wa Museveni, baada ya kumtishia kiongozi wa upinzani Bobi Wine, ukipenda Robert Kyagulanyi, hadi akaogopa akatorokea mafichoni, aliamua kutishia Marekani sasa, akifikiri kwamba atatishia Marekani waweze kunyamaza. Tangia uchaguzi wa Januari 15 ulipokamilika Uganda, Robert Kyagulanyi, ukipenda Bobi Wine, mwenye walikuwa wanang'ang'ania kiti cha uraisi naye Yoweri Kaguta Museveni, amejificha. Na kulingana na taarifa ambazo ziliweza kutolewa na Bobi Wine, anasema kwamba aliweza kuelezwa kwamba serikali ya Museveni ilikuwa imepanga kumkamata na wamfungie ndiposa waweze kuiba kura. Uchaguzi au matokeo ya uchaguzi yalipoweza kutangazwa, Bobi Wine alikataa yale matokeo na akawaita wa Uganda waingie, au kipenda Waganda waweze kuingia barabarani waandamane. Kile kitendo kiliweza kumuuma Yoweri Kaguta Museveni, mwenye aliweza kuagiza kijana wake Muhoozi Kainerugaba aweze kumtafuta mtu mwenye anaitwa Bobi Wine na amuue. Huyu Muhoozi Kainerugaba amekuwa akieleza kwamba akimkamata Bobi Wine atamuua na kutoa sehemu zake za siri azitupe. Juzi tuliona Muhoozi Kainerugaba aliweza kutuma jeshi likaelekea nyumbani kwake Bobi Wine, wakamkamata mke wa Bobi Wine mwenye anaitwa Babi, wakamtesa na akaweka picha kwenye mitandao. Sasa huyu mtoto wa Yoweri Kaguta Museveni akaenda kuchokoza nyuki Marekani kwa kuweza kuingiza kidole kwenye mzinga wa nyuki. Muhoozi aliweza kutuhumu Marekani kwamba ndiyo inaficha Bobi Wine na wanapaswa kumwachilia mara moja ndiposa waweze kumkamata na kumfungulia makosa
ya kuchochea raia wakatae ushindi wa Yoweri Kaguta Museveni ambao aliweza kuiba. Sijui kama unanisikiliza. Baada ya kusema kwamba Marekani ndio inaficha Bobi Wine, ukipenda Robert Kyagulanyi, kupitia kwa embassy ya Uganda, aliweza kutishia Marekani kwamba wataenda kumaliza urafiki na Marekani, au Uganda itaenda kumaliza urafiki na Marekani. Maneno hayo hayakuweza kuwafurahisha taifa la Marekani, na sasa tunavyozungumza, Marekani imeweza kuagiza kwamba Muhoozi Kainerugaba aweze kuchukuliwa hatua kali. Unanielewa mpenzi mtazamaji? Sasa kuna kitu ambacho unapaswa kujua hapa. Senate, bunge au ukipenda kamati ya seneti Marekani ya masuala ya nchi za kigeni, baada ya Muhoozi Kainerugaba kuomba msamaha Marekani na kusema kwamba hatarudia kutishia Marekani, na akasema kwamba alikuwa amepotoshwa na wale ambao waliweza kumpea taarifa, Marekani imekataa kukubali msamaha wa Muhoozi Kainerugaba, na wameeleza kwamba msamaha huo hauna kitu ambacho kinaitwa msingi na unapaswa kutupiliwa mbali, kisha Muhoozi aweze kuchukuliwa hatua kama vile kuzuiliwa asije akasafiri kuelekea Marekani. Kama kunazo biashara ambazo hakunazo upande wa Marekani ziweze kufungwa, vile hata kana kwamba ni kukamatwa aweze kukamatwa. Mambo yamechemka. Unajua, huyu mwenyekiti wa baraza la masuala ya nchi za kigeni kutoka kwenye bunge la Senate Marekani, mwenye anaitwa Jim Risch, aliweza kusema kwamba Kamanda Muhoozi Kainerugaba has crossed a red line and now the US must re-evaluate its security partnership, which includes sanctions and military cooperation with Uganda. The president's son and likely successor cannot just delete tweets and issue hollow apologies. The US will not tolerate this level of instability and recklessness when American personnel, US interests, and innocent lives in the region are at stake. Yaani, Marekani imeweza kusema hawawezi wakakubali msamaha huu ambao aliweza kuuomba. Wanaeleza kwamba huyu mtoto wa Museveni, Muhoozi Kainerugaba, ameweza kupita laini nyekundu, ameweza kukaa kichaa. Iwapo watamruhusu aendelee, anaweza akawa hata wazimu. Kwa hivyo wanaomba aweze kuchukuliwa hatua. Waganda wanataka Muhoozi achukuliwe hatua jinsi ambavyo rais wa Venezuela aliweza kuchukuliwa hatua. Bwana Maduro, wazo lako ni lipi? Mimi ni Bwana Ezra, ila nami ninashauri iwapo kuna kitu ambacho wanaweza wakafanyia huyu bwana, wamkamate tu, kwa sababu
Huyu bwana amekaa wazimu, anatishia kila mtu, anaona kila mtu ni rika yake.